langu kwa wazazi ni cha kwanza ni kuwashukuru kwa kazi kubwa ya malezi wanayofanya, kwa sababu malezi ni jambo la kushirikiana. Sisi kama kanisa kuna nafasi tunafanya, lakini nafasi kubwa wanafanya wazazi ambao ni kubwa, na tunawapongeza. Sio kazi nyepesi. Kwanza tunawapongeza kwa wanachofanya, ila tunachowaomba tu wasichoke, waendelee kufanya kwa bidii, wamtangulize Mungu. Wakifanya wenyewe watachoka, lakini wamtangulize Mungu. Ni kweli kuna changamoto nyingi za kimaadili ambazo labda zinachosha, kuna muda wazazi zinawaogopesha wazazi, lakini ni waombe wamtangulize Mwenyezi Mungu, wasichoke, watimize wajibu wao, wasali kwa bidii na wafanye kazi kwa bidii. Sasa kazi kubwa ambayo tunayo ni kuwalea watoto wetu. Kama nilivyosema, wawalee watoto kichwani, wawe na elimu, wawe na akili nzuri, wawaze vizuri, wapeleke kwenye shule nzuri, watoto waweze kuelimishwa vizuri, lakini moyoni wawe na Mungu, wawe na hofu ya Mungu. Wakishakuwa na hofu ya Mungu, wawafundishe watoto mikononi, waweze kuwa wachapa kazi na kufanya kazi kwa bidii. Watoto wakiwa na hayo mambo matatu, basi tutajenga jamii nzuri, na hata ile taifa la baadaye litakuja kuwa zuri, kwa sababu watoto wetu tumewajenga katika hayo. Kumbe niwatake tena wasichoke, na Mungu awabariki daima. Tuanze hapa chini, kusudi tukifika huko juu tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo jitahidini sana kwenye siku za ibada, hao watoto wapelekwe. Kama ni Sunday school, waendelee na kile kipaji chao. Na ninaomba sana nishauri kwenye kikao cha wazazi kwamba imani, uweke mzizi wa imani kwa mtoto pale unaposali wewe. Kama utaenda mwingine kuomba zaidi, usimpeleke nani? Mtoto. Kwa sababu huyu mtoto utakapompeleka kwenye yale makundi makubwa ya maombezi, kama hujamwandaa ataokota vitu ambavyo hataweza kuhimili. Kwa hiyo ninachoomba sana wazazi, wewe peleka mtoto kwenye shina la imani yako. Siku ukitaka kuongeza kuna kuomba zaidi, nenda mwenyewe. Lakini kama umewasilika, unajua kama ni kuwapeleka, akichomoka kwa mwingine, atatengia kwa mtoto wangu, mpeleke. Sawa jamani? Kwa hiyo naomba sana hiyo. Lingine, kufuatilia watoto kwa kina, yani wanaposema muda wa kwanza. Kuna mnapotoa wanaendelea. Kule juu masomo yako 11. Na lazima yasome yote. Kwa hiyo endelea kumsaidia mtoto, kwa sababu kuna change stages. Yaani mabadiliko yanatokea kwa mtoto, kwa sababu ya ufundishaji na ufunguaji. Kama anapata kesi kwa masomo, kwa sababu tunataka ABCD, lazima atasoma. Kwa sababu sisi bado inaenda kwanza hapa. Kwa hiyo tusiwe na ile tabia mtoto anaanza kusoma tayari kwa nini na ABCD no, wanaendelea pia. Lingine baada ya kuongelea upendo wa familia. Yaani wazazi wanapenda kutoka kabisa, kuna lakini hizi wasichana kuona nyumbani na mtoto anapotea. Kwa hiyo mtoto anapoongea zaidi ni mtu darasani, kwa sababu shida nayo kwa wazazi na mtendesha hapo. Kwa hiyo ni hapo. Kama pale mnasema wajifunze kazi za mikono, ni kwetu waendelee. Mr. Caroline Dieda, ambao ni kiongozi wa upande wa nursery school, na leo tumekuwa na wahitimu 96 ambao tunatarajia wote kuingia darasa la kwanza mwaka wa 2026. Kwa hiyo wazazi wote tunawashukuru kwa ushirikiano wenu, na tunawaalika tena na tena mtuletee watoto wengi zaidi ili tuwasaidie kuwajenga katika amani na upendo wa Kristo. Karibuni sana. Anza likizo yetu, tunasisitiza sana wazazi, muwalinde watoto wenu, muwe karibu nao sana, muwape muda, msiwaachie peke yao, kwa sababu wamepata sana malezi vizuri hapa shuleni. Tafadhali tumewakabidhi mikononi mwenu, muwasaidie, muwaonyeshe njia salama, hasa njia hiyo ambayo inaelekea kwa Mungu.